zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya Pentekoste, kuzaliwa kwa kanisa, lakini zaidi pia somo kwa parokia hii ya Segerea, tukiunganisha na tukio muhimu la sakramenti ya kipaimara kwa watoto wetu 139 hivi. Yote haya tunayajumuisha kwenye adhimisho hili. Masomo yenyewe ya leo yamesheheni ule ujio wa Roho Mtakatifu ambaye ni sheria mpya, ambaye ni nguvu endeshi ya kanisa. Tukianza na somo la Injili, mwinjili Yohane yeye anaunganisha lile tokeo la kwanza la Kristo mfufuka, alipowatokea wale wafuasi wake waliokuwa wamejifungia ndani kwa hofu. Ile siku ndiyo ambayo Yohane anataja kwamba aliwavuvia Roho Mtakatifu kwa pumzi yake, na alianza kwa kuwatakia tunu ya kwanza ya matunda ya Pasaka, amani. Yenyewe inaitwa Shalom kwa Kiebrania, amani ambalo ni hitaji kubwa sana. Pili, akawatuma, ndipo ili kuwawezesha kufanya utume anaowapa, akawavuvia pumzi yake, akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Na hapo hapo akawapa tunda lingine kubwa sana la Kristo mfufuka, uwezo wa kuondolea dhambi, kama Luka mwinjili anavyosema, kwa kufufuka kwake Kristo toba na ondoleo la dhambi vimeingia ulimwenguni. Tunaweza kusema hii siku ya ufufuko wa Bwana, jioni ile ya Pasaka, hiyo ni Pentekoste ya wachache, wale wafuasi wake ambao wanawatia nguvu. Tunaweza kuita pia ni Pentekoste ya kimya kimya, isiyo na mshindo, isiyo na makelele. Anawavuvia Roho Mtakatifu. Kwa upande mwingine lakini, Luka ndiye mwinjili Luka ambaye ameandika Injili ya Luka pamoja na kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, yeye anaunganisha miminiko wa Roho Mtakatifu katika moja ya sikukuu kubwa tatu muhimu sana katika Israeli, ambayo ilibeba jina hilo hilo la Pentekoste ya Kiyahudi. Na neno Pentekoste linamaanisha 50. Na hii siku ya 50 ilikuwa inahesabiwa toka Pasaka, majuma 7 ya Pasaka. 7 mara 7, wanaojua hesabu vizuri, inakuja 49. Alafu siku inayofuata inakuwa Pentekoste, siku ya 50. Historia lakini, hii Pentekoste ya Kiyahudi katika Agano la Kale ilikuwa imeunganishwa na matukio mawili muhimu sana, na nayafafanua kwa sababu parokia yetu ni ya Roho Mtakatifu. Ni vyema tuelewe Pentekoste ni kitu gani. Ilikuwa inaunganishwa kwanza na sikukuu ya wakulima, ambayo ilikuwa inatolewa kwa kumshukuru Mungu kwa neema ya mavuno baada ya suluba ngumu, kazi ngumu, shokoa ndefu. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 16 na Hesabu sura ya 28 aya ya 26, utaona maelekezo hayo. Na iliitwa pia sikukuu ya majuma kwa sababu ilikuwa ni baada ya majuma 7. Kwa hiyo sikukuu ya majuma ilikuwa baada ya majuma 7 ya Pasaka ya Kiyahudi, ndipo ilikuwa inaadhimishwa.
kama inavyoelezwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 16 aya ya 9, lakini pia kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 22. Baadaye lakini ikaongezewa tukio lingine, ikahusishwa na sikukuu ya Musa kupokea sheria za Mungu mlimani Sinai. Kwa wale waliofuata misa ya mkesha wa Pentekoste, somo la kwanza lilikuwa linahusu tukio hilo la mlimani Sinai, ambapo tunaambiwa Waisraeli walifika Sinai mwezi wa 3 baada ya kuondoka Misri. Ndivyo inavyoelezwa kitabu cha Kutoka sura 19 aya ya 1. Hivyo kwa sikukuu hizo za Pasaka na Pentekoste ya Kiyahudi, ilikuwa inawalazimu Waisraeli kutoka pande mbalimbali za dunia walikokuwepo wafike Yerusalemu kuhiji kadiri ya agizo la Bwana ambalo tunapata taarifa zake kwenye kitabu cha Walawi sura ya 23 aya ya 15 hadi 22. Hasa ni katika kusanyiko kuu la umati uliokuwa umefika Yerusalemu kuhiji. Ndio maana tunaambiwa kulikuwa na watu wengi sana. Kwenye Matendo ya Mitume kama alivyotusomea hapo, wametajwa watu kutoka sehemu 16 hivi za dunia. Hao walifika kuhiji Yerusalemu. Ni katika siku hiyo Roho Mtakatifu alishuka na kuwafanya wawe mashahidi wa Pentekoste mpya, ambapo Bwana alitimiza ile ahadi iliyotajwa kwanza na Yohane Mbatizaji, ahadi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu iliyotangazwa na Yohane Mbatizaji. Soma Injili ya Luka sura 3 aya 16 utajionea. Lakini zaidi lile agizo la Kristo mfufuka tulilolisikia kwenye sherehe ya kupaa Bwana, alipokuwa anawaaga wafuasi wake kabla ya kupaa, aliwaambia hivi: msiondoke Yerusalemu, bali ngojeeni ile zawadi aliyoahidi Baba, zawadi ambayo mlikwisha nisikia nikiongea juu yake. Kwani Yohane alibatiza kwa maji, lakini baada ya siku chache ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Hivyo ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo alipopaa, wafuasi wake walibaki wanyonge, wakiwa, na kama ilivyokuwa kabla ya Kristo kufufuka, kwa zamu hii pia walijifungia ndani kwa hofu kuu. Ila ilipotimia siku ya 10 baada ya kupaa Bwana, Roho huyo Mtakatifu aliyeahidiwa, aliye zawadi kubwa sana ya Kristo mfufuka, akawashukia, na akawashukia kwa namna ya kushangaza. Hofu waliokuwa nayo ikatoweka, wakafungua malango ya eneo waliokuwa wamejifungia, wakatoka barabarani, wakaingia uwanjani, wakaanza kuhubiri kwa ujasiri, wakiongozwa na Mtume Petro, kama tulivyosikia kwenye somo la kwanza. Hapo ndipo kanisa likazaliwa, kazi ya kanisa ikazaliwa mbele ya umati mkubwa wa watu wa kila kabila na lugha. Ndiyo maana leo hii tuna kila haki ya kusema happy birthday Mother Church. Tusimame tuimbe happy day Mother Church. Happy day, happy birthday Mother Church. Haya, tuanze kidogo.
kuzaliwa kanisa, kwa sababu kama Luka anavyoandika sehemu ya kwanza ya Injili 4 tulizokuwa nazo, ni matendo ya Kristo akiwa duniani akiongozwa na Roho Mtakatifu. Alipopaa na kuahidi Roho atakuja, sasa inaanza kipindi cha kanisa. Na hili kipindi cha kanisa kianze, kanisa linazaliwa na kazi yake inaanza moja kwa moja. Petro mtume ambaye tunamwita Baba Mtakatifu wa kwanza aliyepewa mamlaka, anaanza kuhubiri, na ndiyo maana Luka anaandika kitabu cha pili na kukiita matendo ya mitume. Matendo ya Yesu yamekamilika, matendo ya mitume yanaanza, na matendo ya mitume ni matendo ya kanisa, na yote yakiongozwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ukisoma kwa makini Injili ya Luka na kwa umakini zaidi matendo ya mitume, kila tukio kubwa Luka anaandika kwamba Roho Mtakatifu aliwaongoza au iliwapendeza wao na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuwa nguvu endeshi ya kanisa. Sasa ndugu zangu, hii ni Pentekoste. Ile ya siku ya ufufuko nimeita ya kimya kimya isiyo na mshindo. Hii sasa ikawa ni Pentekoste kubwa, Pentekoste ya shangwe, Pentekoste ya mpako wa Roho Mtakatifu, Pentekoste ya kuwatoa wafuasi ndani ili watoke nje watoe ushuhuda wa zawadi hiyo kubwa sana. Na ndio kuanzia hapo kila mahali mitume walipoenda wakiwawekea watu mikono, walikuwa wanampokea Roho Mtakatifu anayeleta uchangamfu, furaha ambayo ndugu zetu wa karismatiki wanapenda kuishangilia sana, lakini na sisi kama parokia nzima, ila tu ufahamu kamili wa Roho Mtakatifu unahitajika. Basi ndugu zangu, tusaili mambo machache ambayo Luka anaeleza vizuri kwenye matendo ya mitume, ishara zinazotajwa za tukio hilo kuu la Pentekoste. Tukio la kwanza tunaambiwa ni sauti kuu kama ya upepo mkali. Hili ni tukio sawa na lile la mlimani Sinai. Tunasoma kitabu cha Kutoka aya ya 19, sura ya 19 aya ya 16, pia 20 aya ya 18. Tunaambiwa kwamba kulikuwa na upepo mkali pale mlimani Sinai. Lakini pia katika Uyahudi neno roho, Yahudi wanaita ruha, inamaanisha pumzi, inamaanisha upepo. Pili, tunaambiwa vitu vilivyoonekana kama ndimi moto viliwashukia juu yao. Na wote mnaona picha ya Roho Mtakatifu. Siku ya kushuka Roho Mtakatifu kunakuwa na miali vya moto juu ya wale walioko pale. Hiyo ndimi za moto zinaturudisha kwenye Agano la Kale, ambapo mapokeo ya marabi, majialimu ya Agano ya Kale yalidai kwamba kule Sinai, mlimani Sinai, maneno ya Mungu aliyoyataja kwa nguvu yaligeuzwa kuwa ndimi 70 za moto, miali 70 ya moto, ikimaanisha ziliwahusu watu wote. Luka naye anatoa ishara hiyo hiyo kuonyesha Roho Mtakatifu anawashukia wote, anawahusu wote, na anaanzisha sheria mpya, sheria ya Agano Jipya. Alafu tunaambiwa kwamba wakaweza kusema na kusikia lugha mbalimbali. Ndugu zangu, huu muujiza wa Pentekoste ndio msingi wa uinjilishaji na ishara ya Ukatoliki katika maana ya kanisa faa wote, au kutumia lugha alipenda sana marehemu sasa
Profesa Malema Mwanampepo alikuwa anaita kanisa kumbakumba, linalohusu watu wote. Maana wote waliweza kusikia matendo ya makuu ya Mungu kwa lugha zao. Na hapa ndugu zangu, niseme neno moja, pengine wengine hata lipenda sana, lakini muujiza wa Roho Mtakatifu kwa lugha mbalimbali si sana kuweza kuongea lugha isiyoeleweka na watu. Mmeshasikia watu wanaosema wana Roho Mtakatifu wanaponyesha na nini, unasikia unasema boboro baba shakabala na nini. Mmeshasikia hivyo vitu, si ndio? Hiyo sio kunena kwa lugha za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, na Paulo anasema, ni kuweza kuielewa ile lugha. Hao watu wote waliotajwa walikuwa wanaongea lugha mbalimbali, na wale kila mmoja anamsikia kwa lugha yake. Muujiza wa lugha ni kuielewa lugha hata ile usioifahamu. Huo ndio muujiza wa lugha. Kwa hiyo wote waliweza kusikia matendo makuu ya Mungu kwa lugha zao. Na hii inatuingiza kwenye simulizi la Biblia kuhusu lugha inayounganishwa na tukio la mnara wa Babeli, kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya 11 aya ya 1 hadi ya 9. Tukiambiwa kwa kiburi na majivuno wanadamu waliamua kujenga mnara unaofika juu mbinguni ili wajifanyie jina. Huo mnara walikuwa wanaujenga ili wajifanyie jina. Mungu alipoona kiburi hicho, akatibua lugha yao, na ukawa mwisho wa ujenzi wa mnara ule wa majivuno na chanzo cha watu kutawanyika maeneo mbalimbali ya dunia kama Mwenyezi Mungu alivyokuwa amedhamiria. Wapendwa ndugu zangu, ni ukweli usiopingika kuwa popote pale ambapo majivuno yanatamalaki, mwisho wake ni kusambaratika. Kwani kila mmoja atataka kujiona bora zaidi na kutafuta uzaidi ili kujitengenezea jina. Hivyo, tofauti na tukio la lugha kutibuliwa kule Babeli na watu kusambaratika kwa kiburi cha ujenzi wa mnara wa Babeli, mnara wa majivuno, sasa kwa Pentekoste ya Agano Jipya, Roho Mtakatifu anawaunganisha tena watu. Watu wanabadilishwa, na wanabadilishwa na nini? Na neno la Injili, yaani habari njema, lakini na Roho Mtakatifu, na wanaongea lugha inayoeleweka na kuwaunganisha tena wote. Na juu ya yote tunaweza kusema ni lugha ya upendo. Maana hiyo hata mtoto mdogo anapoonja upendo wa mama, ndugu zake, hata kama hajui kuongea, anafurahi. Anayeweza kutabasamu anatabasamu. Lugha ya upendo ndiyo lugha inayounganisha wote. Hivyo Pentekoste ni sikukuu ya umoja na mshikamano wa wana kanisa wote, kwani kila mmoja hupewa mwangaza wa Roho kwa faida ya wote. Tumesikia katika somo la pili waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura 12 aya ya 7. Hasa tuwaelekee ndugu zetu waimarishwa, maana ndio wateja wa siku hii ya leo. Ninyi wateja wa siku hii ya leo. Nitawapa tu swali la jumla na wote mnajibu tu kwa pamoja, maana na uhakika mnajua. Baba Paroko ninavyomfahamu asingekubali muidhinishwe kama mko mbumbumbu. Tuanze kwanza, sakramenti ziko ngapi? Semeni tu, sakramenti ziko? Sakramenti ziko 7. Hebu zitajeni. Ehe. 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 Ehe.
Safi sana, tuwapigie makofi jamani. Nilikuwa makini kwenye sakramenti zile 3 za kwanza, na kwa sababu ifuatayo. Siku moja nilienda kwenye parokia ambayo ina vigango, na vile vigango kila mwalimu mhusika amefundisha. Kumbe kigango kimoja kuna wanafunzi wamekuwa changamoto kwa mwalimu. Nasema changamoto maana walishinda ufahamu wa mwalimu na yeye akakubali. Sasa walikubalije? Mmoja alisimama akamwambia mwalimu, mbona unataja ubatizo alafu ya pili imesema nini? Alafu ya 3, ya 4. Sasa yule mtoto akasema haiwezekani, mwalimu unakosea. Mimi na wenzake wakamsapoti, kwanza nimebatizwa sawa, lakini cha pili nilichopokea ni kitubio kabla ya komunyo ya kwanza. Kwa hiyo mwalimu, ya pili ni kitubio, wewe mwalimu umekosea. Alafu ya 3 ni ekaristi, alafu ya 4 ndipo ije kipaimara. Mwalimu yule hakuwa shujaa wa kusimama na misimamo yake, au hata kuwauliza walimu wengine au kwa mapadri au paroko kupata habari. Yeye akawafundisha hivyo. Sasa tulipokuwa tunawauliza hivyo, mikinzano ikaanza. Hawa wakisema ya pili ni kipaimara, wale wanasema kitubio. Ekaristi wakapata wote. Ikifika kipaimara, wale wengine wanasema nini? Kitubio. Sasa ni kwa nini tunazitaja hivyo? Hiyo ni katekesi inabidi tuifahamu, ili tusibakie na ukariri wa kikasuku. Ni hivyo wapendwa wangu, na msikilize kwa makini. Mtiririko wa sakramenti unatajwa jinsi watu wazima wanavyobatizwa, na mwanzoni kanisa lilianza kubatiza watu wazima. Katika kubatizwa watu wazima, na hata sasa hivi maparokia yale ambayo yana katekumeni, ule usiku wa Pasaka, tukio la kwanza baada ya kubariki maji na vyote, anabatizwa. Kwa hiyo sakramenti ya ubatizo inakuwa sakramenti ya ngapi? Alafu akesha batizwa siku hiyo, kama askofu ndiye anaongoza ubatizo, na baadhi ya sehemu anafanyia ubatizo watu wazima kwenye kanisa kula jimbo, lakini sehemu ambapo tuna wabatizwa wengi parokiani wanafanya. Na kama baba paroko amepewa idhini na baba askofu na wameandaliwa, sakramenti ya pili siku hiyo hiyo akesha batizwa inafuata kipaimara. Kwa hiyo kipaimara kinakuwa sakramenti ya ngapi? Na siku hiyo hiyo anashiriki meza ya Bwana mara ya kwanza. Kwa hiyo ekaristi inakuwa sakramenti ya ngapi? Na kama akatenda dhambi, sasa ndio anaenda kwa padre kuungama. Ukifikiri kwa mtiririko huo, hutabakia ukariri wa kasuku, bali utaelewa ni kwa nini sakramenti zinatajwa kwa mtiririko huo, wala wengine hawatakuchanganya kama wale watoto waliofanikiwa kumchanganya mwalimu wao wa dini. Sasa sakramenti za 3 hizo, ubatizo, kipaimara, ekaristi, ni sakramenti zinazotegemeana sana katika kumpokea mtu kikamilifu katika jamii ya waamini. Wakristo ni neno Mkristo, linatokana na neno Mkristo ambalo linachota chanzo chake kutoka kwa Kristo mwenyewe. Tuliambiwa kule ambapo walianza kuitwa Wakristo wa kwanza Antiokia, waliitwa Wakristo kwa sababu wanamfuata Kristo, Kristo ambaye ni Masiha, na maana ya neno Masiha ni mpakwa mafuta matakatifu, yule ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Tunasoma hivyo Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 38. Sakramenti ya kipaimara basi inakuwa ni ukamilifu wa ubatizo wetu. Kipaimara kwa Kilatini inaitwa confirmatio, na ndio maana kwa Kiingereza wanaita confirmation. Inadokeza kwamba ni sakramenti inayothibitisha ubatizo na kuimarisha neema ya ubatizo.
Kitabu chetu cha Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1288 inafafanua vizuri. Hivyo ni kuhakikishwa mwanakanisa kwa kumpokea Roho Mtakatifu katika utimilifu wake na kupigwa chapa ya muhuri usiofutika kwa kuwekewa mikono, kupakwa krisma takatifu pamoja na maneno pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Hivyo ni ishara ya wakfu kuwa Yesu Kristo amemtia Mkristo alama ya muhuri wa Roho wake kwa kumvika nguvu itokayo juu awe shahidi wake. Niwaulize, kwenye kipaimara ni mafuta gani yatakayotumika? Kama mnafahamu tajeni wote. Ni mafuta ya mmetaja vizuri sana, krisma takatifu. Tuwapigie makofi. Na hapa nitaje kwa ufupi ile ambayo Baba Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwaichi alisisitiza Jumanne ya wiki kuu alipokuwa anabariki mafuta na kuweka wakfu krisma takatifu, kuhusu matumizi sahihi ya mafuta. Nitataja kwa ufupi tu. Mafuta ya katekumeni yanatumiwa na padre au askofu wakati anambatiza mtoto au hata mtu mzima kabla ya ubatizo. Ndiyo maana yanaitwa wakatekumeni, na hayo yanabarikiwa siku ile ambapo askofu jimbo anakutana na mapadri wake kwa ibada hiyo. Kwa hiyo mafuta ya Kanisa Katoliki si mafuta ya teremka tukaze ya kuokota huku na kule. Ni mafuta ya kiliturujia yenye madhehebu maalum yanayobarikiwa kwa kicho cha hali ya juu. Sasa mafuta mengine ni ya wagonjwa, nayo yanabarikiwa. Na mafuta ya wagonjwa yanatumiwa na padre au askofu kumpaka mgonjwa. Ni hao tu. Kwa hiyo wanao rubuni anapita mtani, sijui ameokota vimafuta wapi, kachanganya na vimafuta gani, sijui vya kukanyaga, vya upako na nini. Waachane na mchezo huo, wanaigiza. Hata shemasi hawezi kwenda kumpaka mgonjwa mafuta. Ni padre, askofu au Baba Mtakatifu ndio tu wanaoweza kutumia mafuta hayo. Tulielewe hilo ili tusifanye vitu vinavyoitwa sacrilege au kufuru. 3 ni mafuta ya krisma. Haya hayabarikiwi tu, yanawekwa wakfu na kuchanganywa na manukato. Ndio maana mafuta ya krisma yananukia vizuri sana. Kwa hiyo askofu jimbo, hapa kwetu Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwaichi, ndiye anayeyaweka wakfu akizungukwa na mapadre kwa tendo la pamoja. Na hayo yatatumika mwaka mzima, na yatatumika kwa sakramenti nitakazozitaja ili muda usiende sana, maana nikiwauliza watoto itachukua muda. Zinatumika kwenye sakramenti ya kwanza, ni sakramenti ya ubatizo. Na sakramenti inayotumia mafuta ya krisma inapokelewa mara moja tu na hairudiwi, maana inapiga chapa isiyofutika milele. Kwa hiyo ubatizo, ukishabatizwa hata ukafanya kurupushani gani, umebatizwa. Hata ukahamia Uislamu na nini, unabaki mbatizwa. Unaweza ukasi, lakini umeasi tu, umebatizwa na kupakwa krisma. Sakramenti nyingine ni hii ya kipaimara, nayo mnawekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Mnampokea Roho Mtakatifu na kuwekwa wakfu. Sakramenti ya kipaimara hairudiwi, ni muhuri usiofutika milele na ni sakramenti ya kudumu daima. Sakramenti ya 3 inayotumia mafuta ya krisma ni upadrisho. Kwenye upadrisho, padre anamiminiwa mikono kwenye sehemu za mbele za viganja vyake, anawekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hata akafanya kurupushani, askofu au
halmashauri na askofu wakaamua kumsimamisha huduma za upadre, bado anabakia padre. Hata akatoka akaenda akaoa akafanya nini, kimsingi anabakia padre. Ni kwa vile tu atakuwa amezuiwa kutoa huduma za kipadre, maana kanisa lina nidhamu zake. Na ndio maana padre akiugua, padre mwingine akienda kumpaka mafuta ya wagonjwa, hampaki huku mbele kwenye viganja, anampaka huku mgongoni, kwa sababu yeye alishapakwa mafuta ya krisma mbele huku kwenye mikono yake. Mafuta ya krisma ni ishara ya kudumu daima. Kwa hiyo ya wagonjwa, kwa padre anapakwa mgongoni wa viganja. Na uaskofu anamiminiwa mafuta ya krisma kichwani na kuvikwa kile kikofia cha kiaskofu, amewekwa wakfu. Hasa hizo ni sakramenti zinapokelewa mara moja tu na hazirudiwi. Ina maana mtu ametengwa kwa kazi ya Mungu, na nyie mnatengwa kwa kazi hiyo. Msije mkafanya kurupushani yoyote, au sijui umepata mchumba wapi huko, umerubuniwa kidini fulani kimeibuka huko, sijui ulikuwa na shida ukatibiwa kidogo ukajisikia umepona unahama. Yote hiyo ni kuigiza tu. Ulishawekwa wakfu kwa mafuta matakatifu ya krisma, unabakia Mkristo aliyeimarishwa milele yote. Kingine ambacho, vitu vingine vinavyowekwa wakfu, mojawapo ni majengo. Kanisa kama hili la kwetu, tunaliona lilivyo. Mkiangalia kwa makini, kuna visehemu vina vimsalaba, si ndio? Hivyo visehemu ndivyo ambavyo siku ile, na bahati nzuri likiwekwa wakfu, lilipakwa mafuta kwenye hivyo vimsalaba, mafuta ya krisma takatifu. Kwa namna hiyo kanisa hili limewekwa wakfu na litatumika kwa kanisa milele. Hamwezi mkasema tuligeuze liwe holi. Hata mkajenga kanisa lingine, hili litabaki tu kama kanisa, kwa sababu limewekwa wakfu. Na ndio maana askofu ili aweke kanisa wakfu, lazima aridhike kwamba lina viwango. Sio kanisa la teremka tukaze, kesho kutwa nyufa zimetokea, kuta zinadondoka. Hilo haliwekwi wakfu. Kingine kinachowekwa wakfu ni altare. Mtakumbuka mlipokamilisha kujenga hii altare katika viwango hivi ya jiwe, baba askofu alifika kuiweka wakfu, na siku ile alimimina mafuta ya krisma juu ya altare. Ubani na makaa ya moto ukaletwa, ukawashwa hapo, moshi wa ubani ukawa unakwea juu mbinguni, litania ikawekwa. Altare hiyo ikawekwa wakfu. Hiyo altare hatuwezi kesho tukasema tuifanye iwe meza ya kuchezea pool au ya kulia chakula. Ni mwiko, ni kwa milele mali ya Bwana. Kwa hiyo mafuta ya krisma takatifu yanatumika kumweka mtu au kitu wakfu kwa ajili ya Bwana. Nanyi wapendwa wangu, mmewekwa wakfu kwa Bwana. Hivyo kwa kipaimara wa Kristo, yaani waliopakwa, hushiriki vikubwa utume wa Yesu Kristo na utimilifu wa Roho Mtakatifu ambao Kristo amejazwa nao, ili maisha yao yote yanukie manukato ya Kristo. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya pili aya ya 15, manukato ya Kristo. Na ndio maana krisma inawekwa manukato, inukie na nyie mnukie manukato ya Kristo. Roho Mtakatifu mnayempokea leo kwa kuwekewa mikono na kupakwa krisma, sawa na mitume walivyopokea siku ya Pentekoste, anawafanya muwe kweli mashahidi wa ujumbe wa Mungu mnaopokea, ili dunia ijawe na kumjua Bwana. Kujiweka chini ya Roho Mtakatifu ndio siri ya utakatifu na furaha. Hii furaha mnayoipokea leo hii muisambaze kila mahali, hasa katika dunia yetu hii ambayo inakosa furaha, ambayo imeingiliwa na nguvu za giza, vita, machafuko, watu kukosa amani, usalama kukosekana. Yote haya
na wakati mwingine hata kukosa ukweli. Nakuta watu kabisa wanatetea uongo wazi wazi, wamekaza macho kama gumegume, hawaogopi, hawana hofu mbele ya Mungu. Ni kazi yetu kumfanya Roho Mtakatifu alete furaha. Yeye ni kitivo cha moyo wetu na muunganiko wetu wa Mungu. Ndiye msingi wa yote, kwani uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu unaifanya Injili ya Kristo, yaani habari njema, iwe hai ndani mwetu, na inatuwezesha kutangaza wokovu wa Mungu, kutangaza matendo makuu ya Mungu kwa maisha yetu. Tupate ujasiri wa kuhubiri Injili kwa neema ya Roho Mtakatifu. Basi tunapaswa kuwe na macho ya kiroho na kuwa na ufunuo wa kutambua utajiri na utukufu wa Mungu katika wito wetu wa Ukristo. Angalisho moja tena la zaidi. Sasa hivi kumeibuka kitu cha kuigiza misa. Hata hivi karibuni Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Yuda Tadei Ruwaichi ametoa neno la kusema misa halisi iko kwenye Kanisa Katoliki tu, hamna dhehebu lenye misa kamili. Sasa hivi kwa ajili ya hizi dini za kiuchumi, dini za kujitafutia mali, dini zinazodai zinaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu mtaka vitu, hizi jumuiya zimekuwa na mambo ya kuigiza. Sasa hivi kumeibuka wachache wamegundua umuhimu wa sakramenti ya Ekaristi kwenye Kanisa Katoliki. Unamkuta mtu alikuwa havai majoho hata siku moja, hata anatoka klipu anaigiza, anafanya mageuzo ya misa. Kesho kutu anaibuka na kisakramenti chake hicho, kisakramenti feki. Kijitu ameshika, unakuta watu wanaenda, na hata Wakatoliki. Alafu ilivyo mbaya zaidi, wewe Mkatoliki utafika udhani kweli ni Ekaristi, unasujudia, kumbe unaabudu miungu, unaabudu kitu kinachofanya iwe chukizo mbele ya Mungu. Kwa hiyo tuwe makini sana kwa nayoibuka. Kwa Kiingereza wanasema tuwe aware of dangers of simulated idolatry. Idolatry ni kuabudu. Simulated inatokana na neno la Kilatini simulare, to copy, yani ni imitation of genuine. Ni ile ambayo unatengeneza kitu feki, lakini hicho feki kinaweza kuonekana kizuri hata kuliko cha uhakika. Mnaojua kutafuta spare parts na nini, wale wanaouza spare part fake. Hata zamani kwenye simu watu walivyokuwa wanaenda kununua simu za betri za simu, iliyo feki imefungwa vizuri zaidi, inang'aa zaidi, kumbe ni feki, wiki 2-3 imekufa. Mambo ya feki yanapendeza machoni, lakini ni feki. Hao wanaanza sasa kuja na mtindo mpya ili waanze kuzoa wale Wakatoliki ambao hana msingi kwenye imani yao. Ninyi muwe imara. Leo mnavyoimarishwa mumpokee Roho Mtakatifu, msibabaishwe na wimbi lolote la upepo wa mafundisho mapotovu yanayoibuka. Namalizia kwa kuwakumbusha kwamba Jumamosi ilikuwa ya tarehe 9 mwezi huu kule 2026 kule Pugu, kituo cha hija. Mtakumbuka kwamba Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Yuda Tadei Ruwaichi alizindua jubilei. Mnajua ili jubilei ya miaka mingapi kwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam? Miaka mingapi? Jubilei ya miaka 75. Sasa hiyo jubilei ni kubwa, na imetengenezwa kauli mbiu ya jubilei hiyo inayosema tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Hebu sote tuseme hivyo, tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Hiyo naitaja ili tujue kwamba nyie mmepata kipaimara wakati wa kipindi cha kuelekea jubilei hiyo. Nyie ndio mtakao kuwa mashuhuda wakubwa zaidi wa imani tunavyoelekea, maana ni zamu yenu. Wamefanya kazi nyingi sana wamisionari waliokuja zamani kwa maeneo hapa zaidi ya miaka 100 iliyopita, na jimbo likaundwa
sasa miaka 75 inatimia. Lakini pia hata hapa kulivyoanza, bahati nzuri mimi tangu kanisa likianza kujengwa hapa Segerea nilikuweko, maana tangu 2001 nilikuwa niko Segerea na nilikuwa nakuja hapa sana. Mlipoanza misa ya 3 nilikuwa misa ya 2 ilikuwa ni ya kwangu. Nilikuwa tunasali hapa, mapadri wachache wanahangaika na vigango vyote hivyo ambavyo sasa ni parokia. Watu wanahangaika kuchanga ili kanisa, nakumbuka likaanzwa baada ya kuachana na lile banda tulikuwa tunaliita kanisa lililogeuzwa kutoka banda la kuku. Tukaanza kusali huko chini, baadaye huku juu kukakamilika, tukaanza kusali likawekwa wakfu. Ni majitoleo makubwa. Kwa hiyo na sisi tunakuwa sehemu ya historia ya miaka hiyo 75. Baba paroko akaniambia sasa kuna ukarabati mkubwa, na kweli itakapoondolewa haya mapazia hapa mtaona mambo makubwa sana ya kushangaza. Kunafanywa makubwa, lakini yanawezekana kwa sababu mpo, kanisa liko hai na mna majitoleo yenu makubwa. Nitumie fursa hii kwa kuwapongeza. Hongereni sana wanaparokia ya Segerea. Hii ifanywe Pentekoste mpya kwetu, tujazwe upya wa maisha kwa mapaji ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu Ambrosi, askofu wa Milano, karne ya 4, akitoa kipaimara alikuwa anawaambia wanafunzi wake hivi: kumbuka kwamba umepokea muhuri wa kiroho, roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, roho wa uchaji mtakatifu, na ukilinde kile ambacho umekipokea. Mungu Baba amekutia alama na amejaza amana yake Roho moyoni mwako. Mjazwe Roho kwa ukamilifu wote. Happy birthday kwa mama kanisa, lakini pia hongereni wana Segerea kwa somo wa parokia yenu. Tumsifu Yesu Kristo.